Bado tunasalia katika ripoti ambayo imekabidhiwa hapo jana na Jaji Mohamed Othman Chande kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Yapo mengi ambayo yamezungumzwa ndani ya ripoti hiyo, mapendekezo ambayo yametolewa ndani ya ripoti hiyo. Sasa ni kwa namna gani tunaweza kupata uchambuzi yakinifu kabisa kuhusu yale ambayo yamejiri katika ripoti hiyo? Tunaye hapa Said Miraj, kumradhi. Tunaye hapa mchambuzi wa masuala ya siasa Said Miraj ambaye tutazungumza naye kwa kina. Tutaka kuzungumza na katibu mkuu wa Chauma. Sasa Salumu imebaki. Salumu imebaki. Karibu sana Mzee Miraj. Nashukuru, asante. Karibu sana. Umesikiliza vyema ripoti? Yeah. Ulikuwa na utulivu wa kiasi gani wakati unaisikiliza? Mkubwa. Kwa sababu nilikuwa nasikiliza kidadisi. Yaani unasikiliza kwa mtazamo wa jicho la tatu. Wenyewe wanasema Swahili, ukipewa karatasi Richard, unaposoma una read between the lines. Kwa hivyo nilikuwa najaribu kutazama kwa undani. Utulivu ambao ulikuwa nao baada ya kukamilika ripoti ile, ulijuta ama ulivutiwa? For somehow sikujuta. Kuna kitu naweza kusema admire, yani ile kuhusudu. Kuna vitu vimenifanya nimehusudu. Alafu yani ile sio kuhasidi, ile kuhusudu, yani kuvutiwa, kupenda hivi na nini. Nimevutiwa na nimependa namna tume ilivyowasilisha ripoti yake, na sio namna ilivyowasilisha kwa na mikogo mbwembwe na nini, kile walichokuja nacho. Ambacho kipi kilicho kuvutia zaidi? Nahisi tume imekuwa wakala mzuri wetu sisi wananchi kwa kiasi kikubwa. Tume imekuwa wakala mzuri wa kutuunganisha baina yetu na watawala wetu. Kwa sababu tume katika kuzungumzia kwake, ukenda kwenye ile kutafuta mzizi, root cause wa tatizo lililotokea, imejaribu kuonyesha mambo ambayo kwa kiasi kikubwa sana sisi ndio malalamiko yetu. Wamezungumzia juu ya suala la ugumu wa maisha, kwamba ni miongoni mwa sababu. Wamezungumzia juu ya suala la kukosekana kwa katiba. Wamezungumzia juu ya suala ya uwajibikaji na utendaji wa hasa vyombo vya dola na hasa hivi vyombo vya kutoa haki jinai, pengine mamlaka na nguvu za polisi zinapoanzia na kuishia. Wamezungumzia masuala ya uhai wa watu ambayo yamekuwa muda mrefu yakilalamikiwa, labda pengine watu usalama wetu na mali zetu ni jukumu la serikali, lakini kwa nini watu wanakuwa wanaonekana wanapotea na hivi. Wamelizungumzia hilo ambalo linatuhusu, lakini wamezungumzia ukitazama kwa kiasi kikubwa sana wajibu wa kila mtu. Wanasiasa wamepewa yao makavu live mbele ya macho yao. Ni ujasiri, ni tume ya kijasiri kuweza kuambia nyinyi wanasiasa, kauli mbiu zenu ni miongoni mwa matatizo. Wameambiwa pale, wanajijua wenyewe. Walikuwa wanasema Oktoba tunatiki, walikuwa wanasema no reform no election, walikuwa wanasema sijui tunatoka, sijui tunafanyaje. Wote wamepewa ya kwao. Viongozi wa dini na sisi katika jamii, na sisi tumepewa ya kwetu. Kwa hivyo ni tume ya kijasiri ambayo imemgusa kila mtu. Sasa unaweza ukafurahishwa au usifurahishwe, lakini mimi ninachosema kwenye tume, si kweli kama utafurahishwa na kila kitu ama utachukizwa na kila kitu kwenye ripoti walioiwasilisha. Lakini kila mmoja wajibu wake ni kutazama lipi kati ya yale anaweza kusimama nalo. Mwananchi wa kawaida aliyepatwa na tatizo, mama ntilie aliyovurugiwa biashara, mjasiriamali, anavutiwa na kufurahishwa na kauli ya rais kwamba basi watatazamwa kwa kiasi fulani na kufidiwa kwa kadiri itakavyowezekana. Lakini mwanasiasa anayetaka mifumo ya utawala ibadilike anafurahia kuona kwamba katiba mpya inakuja kupatikana. Kwa hivyo kila mmoja katika yale ana engo anayoweza kuitazama. Lakini mwisho wa siku maana yake tunatazamia kujenga taifa lenye utulivu, taifa lenye amani, taifa lenye maridhiano, taifa lenye maelewano, taifa ambalo tunaweza kupingana kwa hoja
na sio kurudi tulikotoka. Sababu ambazo zimeelezwa kupelekea hayo ambayo yalitokea Oktoba 29 zinaweza kumalizika vipi? Zinaweza kumalizika kwa mambo yafuatayo. Kwanza, watu wakubali kusameheana. Wenyewe ingawa wanasema tunaweza kusamehe lakini hatutosahau. Sawa, na ndio maana hata tume ikapendekeza kuwe na siku ya maombolezo kwamba ili tusisahau. Ile kupendekezwa ile maana yake kwamba tusisahau, kila wakati tuwe tunakumbuka kama jamani kuna jambo limetokea, tusije tukarudi tena, iwe ni reference ile. Nimependa sana hicho kitu, ndio maana nikakwambia nimehusudu. Lakini jambo la pili, kabla ya jambo la pili, hapo katika siku ya maombolezo unaona kuna umuhimu wa kuwa na eneo pia au kituo sehemu fulani cha kumbukumbu ya tukio hilo, labda ikifika mfano labda ikisema Oktoba 29 ambayo ndio itakuwa siku mfano kwamba tutakuwa tunaenda pale, tutawakumbuka waliopoteza maisha pale. Unaona umuhimu? Kuna namna nyingi mambo yanavyoweza kufanyika, kwa sababu hili ni jambo la taifa zima. Na hata haya matukio yenyewe yametokea katika mikoa tofauti. Lakini tunachotazamia hata kama watu wataadhimisha kwenye mikoa yao, lakini tutakuwa na kitu cha kitaifa. Kwa mfano sisi hapa sasa hivi tunaadhimisha ile siku ya mashujaa. Of course mnara wao upo mjini hapa. Lakini tunajua ni kwa askari wote bila kujali alitoka kijiji gani. Na mimi nadhani maadhimisho kwani ni nini? Ile siku ya kumbukumbu ni nini? Inawezekana kukawa kuna vitu vinafanyika katika nchi nzima. Inawezekana ikawa ni siku moja, inawezekana ikawa ni juma zima, kwamba bwana kuelekea kilele cha tarehe ya maadhimisho ya kumbukumbu hii tutafanya 1, tutafanya 2, tutafanya 3. Kunaweza kukawa na makongamano, kunaweza kukawa na midahalo ya hapa na pale, kunaweza kukawa na matukio mbalimbali, kunaweza mambo chungu mzima. Kuna mwingine anaweza kasema tu katika jambo hili mimi naamua kujitolea kuanzisha mwingine alikuwa na ugua kansa, anakuja anaanzisha taasisi ya kuwasaidia watu wanaopatwa na maradhi ya kansa. Kwa hivyo tunaweza kuamua tu nini tunakuja kufanya wakati huo. Hayo ni mambo mapana, ni jambo lipi linafaa. Na lipi sasa bora kati ya namna kuadhimisha pengine ambao unaona linaweza kufaa kutokana na muktadha wa hiki ambacho kimetokea? Linalofaa unaangalia kwanza dhamira ya hii tunayoiita kuwe na siku ya kumbukumbu. Dhamira yake ni nini? Dhamira yake ni kuwakumbusha watu uzito na magumu tuliopitia kama taifa na kuwaweka katika mazingira kwamba wasirudie tena. Kwa hivyo maana yake linalofaa zaidi kuliko yote ni kurutubisha akili za watu. Watu waelewe juu ya umuhimu wa umoja wa kitaifa, watu waelewe juu ya umuhimu wa kuwa na amani, watu waelewe juu ya umuhimu wa uwajibikaji katika serikali, watu waelewe juu ya umuhimu wa utoaji wa haki, watu waelewe juu ya umuhimu wa uboreshaji wa huduma za jamii, kwa sababu hayo ndio yaliyopelekea malalamiko ya utoaji wa haki, malalamiko ya ukosefu wa huduma za jamii, malalamiko kama hayo ndio ambayo yamepelekea kuwepo kwa hili tulilonalo. Hapo kwenye uwajibikaji, ripoti imewataja viongozi wa ngazi ya chini huko kwenye serikali za mitaa, baadhi yao kuto kuwajibika. Unaona kuto kuwajibika kwao kunaweza kusababisha vipi matukio kama haya ama mfanano wa haya katika jamii? Kwa kweli kuto kuwajibika kwa viongozi kunaweza kupelekea mambo yafuatayo. Kiongozi akiwa hawajibiki anaweza kuchelewesha upatikanaji wa haki. Kiongozi akiwa hawajibiki anaweza kumnyima mtu, kusababisha watu kukosa haki. Kiongozi akiwa hawajibiki anaweza kusababisha watu kupata haki iliyokuwa sio ya kwao. Kwa hivyo viongozi wasipowajibika wanasababisha manunguniko na malalamiko. Viongozi wasipowajibika wanasababisha lawama kwa serikali kuu. Kwa hivyo kwangu mimi kuwajibika kunaleta maendeleo. Kuwajibika kunaleta ufanisi. Kuwajibika kunaleta upendo. Kuwajibika kunaleta imani. Kwa hivyo viongozi wasipowajibika, hasa hawa wa chini, maana yake wanaifanya serikali nzima ionekane kuna mapungufu katika shughuli. Sasa wameonekana kutokuwajibika, na kutokuwajibika kwao kumetengeneza madhara kiasi hiki. Walipaswa kufanywa nini kabla ya kuzalisha haya madhara? Asiyewajibika na wajibishwa. Hivyo hawakuwajibishwa. Sasa hatuwezi kujua uwajibishwaji unakuwa wa namna gani. Maanake kuna wakati mwingine mtu anawajibishwa kwa kupewa karipio kali,
sijui ndio mnasema onyo na vitu kama hivyo. Kuna mifumo ya kiutawala, sio kama kila aliyekuwa hajawajibika anafukuzwa kazi au anafanyaje, lakini tunaangalia na kiwango cha athari ya kutokuwajibika kwake. Lakini wakati mwingine unayemtaka awajibike, umempa elimu ya kutosha, umempa nyenzo za kutosha, kwa sababu wakati mwingine hasa huku kwenye serikali za mitaa huku unaweza ukakuta watu pengine amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini kwa kiasi gani anaelewa uzito wa jukumu alilopewa, anaelewa majukumu yake. Unaona hapa kuna migogoro huko, watu wanagombania mihuri tu baina ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa na mtendaji majukumu yake ni yapi? Sasa zile job description, ule mgawanyo wa majukumu, mtu kujua naanzia wapi na maliza wapi, umeandaliwa vizuri na hawa watu wamefunzwa? Mzee Miraji, pamoja na haya ambayo tunaendelea kuyazungumza hapa, tujiunge naye pia mchambuzi Faraja Chris Thomas. Karibu sana Faraja, kuweza kupata uchambuzi wake naye pia. Karibu sana. Jambo la msingi. Karibu sana Faraja. Asante. Karibu sana. Tunafahamu katika mambo ya kijamii pia ndio ni uwepo wa foleni. Miongoni mwa changamoto. Foleni za malori. Foleni za malori ni sehemu ya mambo ya kijamii, lakini haijatajwa. Lakini sehemu ya changamoto. Ni sehemu ya changamoto. Unalazimika kuweka gari pembeni afu uchukue bodaboda kuwahi kazini. Karibu sana. Karibu sana Faraja. Asante sana. Mapokeo ya ripoti ambayo imewasilishwa jana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndicho ambacho kimetuketisha hapa na kukijadili. Pamoja na kuwa tumeanza mjadala, lakini kwako wewe kwa ujumla umeisikiliza ripoti hii na umeionaje? Ukinizungumzia mimi kama mimi naweza nikasema ni kama vile unalenga goal afu linakwepa pembeni kidogo, yani haulengi inavyopaswa. Kuna matarajio ambayo tulitarajia tuyapate kwa kiwango fulani, lakini tumeyapata kama robo au 30%, lakini si haba, walau kwa kiasi fulani mioyo ya baadhi ya Watanzania imesuhuzika. Lakini kuna baadhi ya mambo nadhani Watanzania walikuwa na kiu kuyasikia zaidi, hawajasikia, labda kwa sababu lile kitabu ni likubwa sana. Jaji Chande atakuwa labda alichagua mambo machache kulingana na muktadha wa jana, lakini kuna mambo pengine ameahidi kwamba atazungumza na vyombo vya habari na wadau mbalimbali, labda huko mbeleni tutapata fursa ya kufafanuliwa zaidi. Ni mambo gani hayo ambayo wananchi walikuwa wakiyatarajia zaidi? Kuna mambo ambayo walihitaji majibu zaidi. Ni nani aliwafadhili wale vijana? Tulitamani kufahamu kwa undani mnyororo mzima wa ufadhili ulikuwaje, lakini tulitamani pia kufahamu muunganiko uliokuwepo kati ya huo ufadhili na michakato mizima, kwa sababu kuna mahali ametaja kwamba kulikuwepo na mafunzo yanaendelea, na walikuwa jengo lilo waliokuwa wanafanyia mafunzo lilikuwa karibu na kituo cha polisi. Sasa hatujafahamu mamlaka zilishindwaje kulifahamu hilo na kadhalika. Na kuna mahali anaongelea kuhusu mazingira ya ujinai kwa upande wa vyombo vya dola, lakini hakukuwa na ufafanuzi unaojitosheleza unaohusisha huo uzembe wa ujinai. Akatuelekeza kwenye idadi ya vifo. Sasa muunganiko huu wa amri zilizotokea kupelekea wale kufanya vile walivyovifanya, ni bado ni hamu ya Watanzania kujua kwamba amri ile iliyowaelekeza wale askari kuua na idadi ile kubwa ya Watanzania na wengine wakiwa ni hawana hatia, watu wangetamani kujua amri zile zilitoka wapi. Na kutokana na hilo sasa watu walikuwa na hamu ya kuona, je, anapendekeza nini kwa wale waliotoa zile amri za askari kuua? Je, kuna uwajibikaji wote kwa upande wa wale walioamrisha, au ilikuwa ni wao wenyewe
wenyewe. Ni vitu kama hivyo ambavyo bado vinaleta changamoto kidogo. Ametoa mifano ya baadhi ya vijana kuahidiwa pesa na kadhalika. Watu wangetaka kujua, kwa sababu lengo la tume ni kuchimba kwa undani zaidi kupata taarifa. Sasa wengi wangetamani kujua kwamba hao waliomwahidi yule kijana kule Arusha walikuwa ni akina nani na ni katika mazingira yepi na ni hadi zipi. Na hiyo inaleta tafsiri ya kuwa nchi yetu inaingilika kisiasa. Kuna mambo kadhaa naweza nikasema. La kwanza, inawezekana busara ilitumika kutokutaja nchi, labda kama walitoka nchi nyingine kidiplomasia. Nakumbuka kamati ile ilikuwa na wanadiplomasia, mabalozi. Inawezekana pia ile kwa ajili ya kuepuka migogoro mingine sio ya muhimu, inawezekana waliona si busara kutaja walitoka wapi. Lakini jambo jingine, inaonyesha kwamba nchi yetu inaingilika kisiasa, lakini pia kiusalama hatuko sawa. Kwa sasa ni mambo ambayo tungetamani pia labda angefafanua, ili mamlaka husika zijione na zenyewe kwamba kuna mahali fulani kiulinzi na mipaka yetu pengine bado haiko sawa. Ni vitu ambavyo kwa sasa ripoti hiyo tayari ameikabidhi kwa rais ambaye ndiye aliiunda. Pengine hayo mengine yanaweza kuwa ndani huko na hatua za ziada zikachukuliwa zaidi. Dr. Faraja, sababu ambazo zimetajwa zina uzito na kutosha kiasi gani kupelekea madhara haya ambayo yametajwa jana kwenye ripoti? Uzuri ametaja vyanzo na vichocheo. Vile vyanzo tunaweza kusema kwa kiasi kikubwa vinajitosheleza, ingawa labda pengine vilihitaji kupanuliwa kidogo, lakini ni vyanzo ambavyo vinajitosheleza. Labda kitu pekee ambacho ni cha kuboresha zaidi ni kwamba wahusika waliokuwa wanapaswa kuziona zile sababu waliziba masikio na kutokuona kwa muda mrefu. Lakini jambo jingine, tumejaribu hata nyakati mbalimbali katika mazungumzo kama haya, tumekuwa tukiwaambia viongozi wetu wa serikali hata kabla haya hayajatokea. Nadhani kwenye mijadala kama hii na chombo chenu kimehusika katika kuelimisha watu kwamba hizi dalili za malalamiko ya vijana na ni kundi kubwa, na jana Mheshimiwa Chande amekiri kwamba kutoka mwaka 2014 mpaka sasa ni vijana wa Tanzania milioni 16 hawakushiriki kwenye mchakato wa katiba mwaka 2014. Hii ni ishara tosha kabisa kwamba tuna kundi kubwa la vijana ambao mitazamo yao ya kisiasa, mitazamo yao ya kuiangalia serikali na wajibikaji ndani ya serikali ni tofauti. Sasa tuliwahi kulieleza hili kwamba hizi hisia za vijana hazipaswi kupuuzwa mapema kabisa, hata kabla tujaingia kwenye uchaguzi, kwamba haya malalamiko ambayo vijana wanayo, malalamiko haya ambayo Watanzania wanayo, tusiyapuuze, kwa sababu ni bomu linaweza kulipuka hapo baadaye. Kwa hiyo tunasema tahadhari za mapema zilipaswa kuzingatiwa, na hizi tahadhari za mapema wadau wengi wa kisiasa walikuwa wanazieleza. Wadau wengi walizibainisha kwamba tunapoelekea huku, hizi ni tahadhari za mapema, zifanyiwe kazi, kwa sababu huko mbeleni tunaweza tukapata matatizo makubwa. Sasa mtu akikutahadharisha kwamba endesha taratibu, huko mbele kuna ajali, huyu aliyekuambia sio kwamba ni mbaya, ni mtu mwema anayekutakia mambo mema, kwamba ili uwe salama katika barabara hii. Nina wasiwasi huko mbele na yale mashimo na uendeshaji wako huu tutapata ajali. Ndilo jambo lilotokea, kwa sababu vile vyanzo vilivyotajwa kama tume ya uchaguzi, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na taasisi mbalimbali za serikali zimechangia kwa kiasi kikubwa kusababisha mlundikano wa malalamiko na manunguniko kwa vijana na Watanzania kwa muda mrefu. Sasa wadau hawa au serikali ingekuwa haipuuzii vilio vile na yale malalamiko, nadhani tusingeweza kufika huko. Kwa hiyo utaona kwamba vyanzo vile ni halisi na vina ukweli kwa kiasi kikubwa. Sasa tukirejea kwako Said Miraj, tumetoka tulishaanza hapa, tumefika kwa utekelezaji wa mapendekezo ambayo tume imekuja nayo, lakini ni kwa namna gani ripoti hii imegusa haki za binadamu? Imejaribu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu unapozungumzia masuala ya
huduma za jamii kama hivyo, watu kupata ile mambo tunasema huduma za jamii, ajira kwa vijana kupata haki yao ya kuelewa na kushiriki katika mambo mbalimbali. Hiyo ni haki za binadamu. Unapozungumzia uwepo wa katiba, kama ni tatizo na katiba kuna umuhimu ipatikane, unazungumzia haki za binadamu. Unapozungumzia maisha ya watu wamekuwa wakipotea au labda pengine kutekwa na mambo mengine kadhaa wa kadhaa, ni haki za binadamu. Unapozungumzia watu kufa, nani pengine kahusika, au watu wamekufa katika vifo ambavyo pengine tungeliweza kufanya zaidi ya kile tulichokifanya, kwamba tungeliweza pengine tusingelazimika kufika kule. Yote hayo yanazungumzia haki za binadamu. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana, na ukichunguza kwa kiasi kikubwa hasa hili tunalolizungumza lililotokea tarehe 29, maana yake sio tu tunazungumzia kukosekana kwa katiba, kukosekana kwa uwajibikaji, kukosekana kwa usimamizi mzuri na utendaji serikalini, lakini lililopelekea ni kukosekana kwa haki za kibinadamu na haki za kijamii. Ndio mambo ambayo yamezusha malalamiko mpaka watu wakafikia hapa walipofika, na wakaona labda pengine njia ile peke yake ndio iliyobaki ya wao kupata hichi ambacho walikuwa hawakipati. Sasa hatua za haraka za serikali ni pamoja na kuunda chombo cha uchunguzi wa matukio yaliyotokea, vyombo vya usalama kuhakikisha nchi inakuwa salama, kuliombea taifa kwa vifo vilivyotokea kutokana na ghasia. Hizi ni hatua za haraka za serikali. Hatua hizi tatu ni tiba kiasi gani, ama zinaonyesha mwanga upi, Said Miraji? Unajua, mtu anapopatwa na msiba, jambo la kwanza ni kumpa pole na kumfariji. Jambo la pili ndio yanakuja sasa, ikiwa kuna mambo ya mirathi, kwamba we haki yako ni hii na we haki yako ni hii. Kwa hivyo mimi nasema jambo la kwanza, ile kupatikana neno la faraja lilikuwa ni muhimu sana. Jambo la pili, kukiri kama tulikuwa na tatizo na tunahitaji kushughulikia tatizo hili, yenyewe ni hatua. Jambo la tatu ni zile hatua sasa zinazopangwa katika kutekeleza. Sasa haki haitakiwi tu kutendeka, inatakiwa ionekane ikitendeka. Kwa hivyo yale tunayoambiwa yatatendwa, isiwe tena tuanze kusukumana, kuanza kuchukua muda. Kuna vitu vinaweza kufanyika immediately tu. Mimi nikwambie kwa mfano mgogoro ule uliotokea wa mauaji ya Zanzibar. Kabla ya kuundwa tume au jambo lolote, CCM na CUF ndani ya nadhani haikufika hata wiki mbili, walikaa wakazungumza, wakajadiliana, wakatoka na kauli ya pamoja baina ya CUF na CCM kwamba kwa haya yaliyotokea sisi tunakiri pametokea tatizo na hatutaki tatizo hili litokee tena, na kuanzia sasa tunataka kutafuta ufumbuzi wa kudumu wa matatizo haya. Basi siku ile ile kwanza iliyotoka kauli ya pamoja baina ya CUF na CCM, palianza kuwa na mabadiliko. Lifanyike hilo na kwa hivyo na hapa tunahitaji kuona sasa hivi kwanza tunapata platform ya pamoja, Watanzania tuzungumze lugha moja. Wahusika wakuu wa hiyo platform wao ni wakina nani? Wigo unaweza kuwa mpana, kwa maana hatuwezi kuwatazama vyama vya siasa peke yake. Okay. Lakini tunaweza kutazama vyama vya siasa, tukatazama viongozi wa kijamii, tukatazama kama vile viongozi wa kidini, tukatazama labda pengine makundi yenye ushawishi. Yaani tukajenga kwanza tukaondoa ule mpasuko. Rais amesema tulipojitawala sisi, mkoloni alituachia makabila. Tukarudi tukajiunganisha, mpaka sasa tukizungumza Tanzania tunazungumza lugha moja, kama sisi sote ni wa Tanzania wa namna moja. Sasa tunahitaji kurudisha umoja wa kitaifa kwanza. Hapo kwenye umoja wa kitaifa, Faraja, baada ya ripoti jana, vyama vya siasa vimeanza kutoa matamko. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimetoa tamko, pamoja na ACT Wazalendo imetoa tamko. Unaona hali ya siasa, utulivu wake kwa kiasi gani? Unaiona vipi? Kwa muda mrefu wadau wengi wa siasa, wachambuzi wa siasa wanaona kwamba hakuna uwiano katika kufanya siasa kwenye nchi yetu, na hii huenda ni miongoni mwa vyanzo vya huu mpasuko ambao tumeuona. Ni kama
ni kama kwenye mchezo, yani tufanye wewe ndiye mshindani kwenye mchezo, halafu wakati huo wewe ndiye unayeamua kuchagua refarii, unayeamua kuchagua kamisa, unayeamua kuchagua kamati ya ushindi, lakini wakati huo na wewe ni mshindani wa zawadi ya ushindi. Na hayo ndio mazingira kwenye siasa yaliyokuwepo kwa muda mrefu, na vyama vya siasa vimekuwa vikililia hilo, vikipigania usawa kwenye siasa. Kwa nini? Kwa sababu vyama vya siasa havijaamua kuwa kama ni vikundi vya uasi. Ni vyama vilivyoanza kisheria, na tunakumbuka vyama vingi vya siasa vilirudi nchini mwaka 92, na kwa hiyo walipaswa au walikuwa na haki sawa na chama tawala katika kufanya siasa. Lakini bahati mbaya, kwa muda mrefu vyama hivi vya siasa vimeminywa, uhuru wao wa kufanya siasa ulipokwa, wameishi katika mazingira ya kukandamizwa kwa muda mrefu. Kwa hii imepelekea kutokuaminiana kati ya chama tawala na vyama vya upinzani, na wote ni Watanzania. Makamu wa rais aliwahi kusema mahali fulani kwenye msiba, nadhani, kwamba sisi sote ni Watanzania, sisi sote tunalenga kuijenga nchi yetu, na nadhani tuna haki sawa katika kufanya siasa. Sasa inapofika mahali kwamba chama fulani kinanyimwa haki yake ya kufanya siasa na chama kingine kinapewa share kubwa ya kufanya siasa, inaleta manunguniko na hii mivutano ambayo ipo. Kwa hiyo jambo la muhimu, kama kweli tunataka kujenga na kuleta umoja wa kitaifa, hii share ya pamoja, hili sinia hili tulilonalo la chakula, wote wagawiwe sawa, yani kuwe na usawa katika kupata fursa za kufanya siasa kwenye nchi yetu, na refarii awe ni mtu asiye na upande. Isionekane kwamba upande moja ndio unaochagua, unachagua refarii, unachagua kamisa, unachagua timu ya maandalizi ya mashindano, na upande mwingine unakuwa umefungwa miguu na mikono, hawezi kucheza kwa usawa. Hapo lazima manunguniko yatakuwepo. Kwa hiyo dawa pekee ambayo naiona ni kutengeneza mfumo utakaoruhusu usawa katika kufanya siasa. Na hili ni jambo la muhimu sana. Mfumo huo unaweza kutengenezeka vipi, Dr. Faraja? Wamezungumza kunakuwa na sinia fulani lina chakula, kila mmoja aachiwe kwa namna yake aweze kupata matonge ambayo yeye anaona yanamstahili. Lakini kama mfumo ama mitazamo ya watu haikuwa tayari juu ya mfumo wa vyama vingi vya siasa, pengine mtu asiposhiba bado anaweza kaona kama mwenzake alikula haraka. Hapana, nachokiona mimi ni kitu kimoja ambayo nadhani ndio tatizo kubwa. Wakati tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi, hatukuweza kutenganisha kati ya serikali na chama kinachoshinda wakati wa uchaguzi. Ilifika mahali chama tawala kwa wakati huo kilionekana bado ni sehemu ya serikali, na vyama vingine vilikaribishwa na hiki chama tawala kwenye hili sinia la kufanya siasa. Kilichokuwa kinatakiwa, tulitakiwa kama nchi vyama vyote vifutwe, kusiwe na chama, afu vyote sasa visajiliwe kwa pamoja, waanze kucheza mchezo wa kisiasa kwa pamoja. Tutenganishe kati ya CCM na serikali. Serikali, mahakama na bunge hivi ni dola, hii tunasema ni mihimili ya dola. Chama cha siasa kisiwe sehemu ya dola, kijitegemee, kifanye siasa kwa kwenda kwa wananchi, kipiganie kuwa sehemu ya dola kwa maana ya kuunda serikali. Lakini unapofanya kwamba chama fulani kina nguvu kubwa ya kusimamia mifumo yote ya kitaifa, hapo ndipo tatizo lilipo. Na matokeo yake sasa, hata hizi taasisi nyingine ambazo zinapaswa kusimamia usawa kwenye siasa, zinajikuta zinasikiliza zaidi sauti ya chama kimoja chenye nguvu zaidi, badala ya kusimamia misingi na kanuni ya kuleta usawa kwenye siasa. Kuna wakati inaelezwa kama wanasiasa ama vyama vya siasa vimekuwa vina nguvu kubwa sana ya kushawishi kundi kubwa la watu kufuata mirengo yao, na narejea wakati tunarejea kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 91 hivi kuja 92, miongoni mwa waandamizi wakati huo akiwemo Jaji Francis Nyalali, wengi walihitaji zaidi elimu ya upinzani. Watu wana elimu ya vyama vingi. Inawezekana watu hawana elimu ya upinzani kufahamu kwamba ukiwa chama hiki ama chama hiki, swala ni kusimama wapi zaidi kuliko kupita kwenye njia ambayo inaweza ikahatarisha nchi. Lakini pia wakati huo inaelezwa kwamba Watanzania walio wengi hawakuwa tayari kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi.
Na ni kweli Watanzania wakati ule ndio wakina Mzee Miraji walikuwa vijana na atasema hapa hawakuwa kura zile zilionyesha ilikuwa ni kwa sababu ya hofu. Kumbuka yalitangulia masimulizi ya hofu kuhusu madhara ya vyama vingi. Matokeo yake sasa vijana wengi wakati ule pamoja na wazee walikuwa tayari wapo wamezoea mfumo wa chama kimoja. Ile hofu ikawafanya waogope kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Lakini unavyoongelea swala la itikadi, unavyoongelea mirengo, ni kitu cha kawaida kwenye maisha ya kisiasa. Vyama vinakuwa na mirengo. Hiki ndio maana nasema kuna chama cha mrengo wa kulia, chama cha mrengo wa kushoto, chama cha mrengo wa kati, chama chenye mrengo wa kijamaa, chama chenye mrengo wa kibepari. Hii ni kawaida. Sasa ni jukumu la chama husika kuwaelimisha wananchi kwamba sisi mrengo wetu ni huu, itikadi yetu ni hii, tutafanya hivi na hivi na hivi. Sasa huo ndo ushindani wa kisiasa tunaohitaji, kwamba watu waende kwa wananchi, kila mtu apambane kuelezea mrengo wake, apambane kuelezea siasa zake, apate wafuasi. Sasa kwa nini vyama vinakuwa imani? Yaani kuna mtu ukikipinga chama ambacho yeye anakishabikia ama yupo, anakuona adui. Sasa haya ndio makosa tunayoongelea, kwamba mfumo wetu umetengeneza siasa kuwa ni uadui. Huo ndio mfumo uliopo, ndio tunaopaswa kukabiliana nao. Turejee kwenye ripoti. Mzee Miraji, ripoti imekuja na pendekezo, miongoni mwa mapendekezo ambayo imekuja nayo ni kufanyiwa kazi kwa viongozi ambao hawawajibiki. Viongozi wawajibishwe pale ambapo hawawajibiki. Ni kwa namna gani sasa viongozi watakiwa kukaa kwenye mstari kabla ya kufikiwa na utekelezwaji wa ripoti hii? Hii kwanza nianzie hapa tulipoishia, kwamba ili uweze kupata uwajibikaji ni lazima ujaribu kutenganisha mamlaka ya kisiasa ya chama na ya serikali. Okay. Kwa sababu hili limekuwa ni donda ndugu. Kama mnakumbuka toka miaka ya nyuma, toka wakati wa Mwalimu, kumekuwa na hii tabia ya kulindana viongozi wanapoharibu, kwa sababu bado ni mwenzetu kwenye chama. Bado pengine kwenye chama na mamlaka mengine makubwa, na inaweza ikatujengea au ikatuathiri kwenye chama. Kwa hivyo inabidi kuna utaratibu fulani hivi wa kupoza katika kushughulikia haya matatizo. Kwa hivyo viongozi kama kweli hasa sasa hivi ujue ule mfumo anaozungumza Dr. Faraji na Ngaila hapa, wakati ule tunatoka kwenye chama kimoja, ilikuwa kuna supremacy ya kwamba chama ndio chenye mamlaka na serikali inakuwa ipo, lakini chama ndio chenye mamlaka juu ya ile serikali. Lakini baada ya miongo hii miwili kupita au zaidi, vijana wengi hawaelewi tena habari hiyo. Vijana sasa hivi wanachotaka ni maendeleo. Vijana wanachotaka ni elimu. Vijana wanachotaka ni huduma za kijamii. Vijana wanachotaka ni masuala ya ajira. Vijana wanachotaka ni usalama wa maisha yao. Ukiwapatia hayo, hata hiyo siasa yenyewe watakuachieni mfanye wenyewe. Wengine wanaingia kwenye siasa kwa sababu kuja kuyatafuta hayo baada ya kuona yamekosekana. Kwa hivyo ili watusaidie viongozi wetu wanaopewa mamlaka wawajibike, na ili watusaidie viongozi waliowapa mamlaka viongozi wengine wakubali kuwawajibisha wanapokosea ama wanapoharibu. Na kuwajibishwa kuna kwa namna nyingi. Kuna kajifunze zaidi, kuna wewe bwana, hili jukumu lilopewa ni kubwa kuliko uwezo wako, tunakuondoa, tunamleta mtu atakaye. Sasa ukiwa huwawajibishi watu, ndio unazalisha manunguniko, ndio unazalisha lawama, ndio unazalisha watu kuona tupambane tupate haki yetu, kwa sababu hatuwezi kuipata kwa huyu aliyopo. Na inakuwa ni mbaya inapokuwa uwajibikaji unagusa maisha ya watu. Ukiwa huwajibiki, maisha ya watu yanapotea. Mimi nikwambia, daktari tu yupo hospitali, kama anafanya uzembe, maisha ya watu wanapotea. Wewe unalionaje hilo? Kama ni hakimu au jaji anafanya uzembe, anafungwa mtu pasina makosa ambayo alistahiki kufungwa. Kama ni polisi anambambikizia mtu kesi au anamuua. Sasa haya ni mambo makubwa. Kwa hivyo unaweza ukaona ukaitafsiri hii uwajibikaji ukaona kama ni kitu kidogo, lakini uwajibikaji unahusiana na maisha ya watu, ustawi wao katika maisha yao, elimu yao, namna gani yani unahusu kila kitu mpaka malezi. Hapo umeiweka vizuri Mzee Miraji. Faraja, uwajibikaji unahitajika kwa kiasi gani
kuelekea maridhiano? Uwajibikaji unahitajika kwa kiwango kikubwa, na ni kwa sababu tunaongelea ukweli. Tume hii imejaribu kutupa picha fulani ya kilichotokea. Kuna kiwango cha ukweli tumekipata. Kwa hiyo tumeshajua kwamba kuna watu hawakuwajibika ipasavyo katika kutimiza majukumu yao, kuwalinda Watanzania, kuokoa mali za Watanzania na kadhalika. Lakini hilo tu halitoshi. Yule aliyeathiriwa, mwathirika aliyepoteza ndugu zake walioumiwa, hata yeye mwenyewe kujeruhiwa, anapoona kwamba wale waliofanya vile vitendo wanawajibishwa, wanapewa adhabu au kuna uwajibikaji wowote ule wanalazimika kuufanya, ni jambo la muhimu. Tukumbuke kwamba matukio haya yametokea, na jana tumepata ripoti, waathiriwa hawajaombwa msamaha. Hakuna lugha ya faraja imetolewa kuwapa pole waathiriwa. Labda mimi nimesahau, kama kuna mahali imetolewa nitaomba radhi kwa hilo, lakini sijaisikia lugha ya kuwaomba radhi waathiriwa wala kuwapa pole, na hii ingekuwa ni njia mojawapo ya kuanza kuwajibika. Mimi nikikukanyaga mguu, ni vizuri nikaanza na samahani, naomba nisamehe kwa hili nilolifanya, na kama nimekuchafua basi ni vizuri nikafanya maarifa ya kukusafisha, na ni jambo la muhimu. Kwa uwajibikaji unaponya yule aliyeathiriwa. Rais Samia amesema jana kwamba wataenda kuwagusa wafanyabiashara ambao walipoteza biashara zao, lakini pia wataenda kuwagusa wagonjwa ambao bado wanahitaji matibabu. Sio sehemu ya uwajibikaji? Inaweza kuwa ni sehemu ya uwajibikaji. Yakifanyika hayo, yataweza kuwaponya wale walioathiriwa na hayo matukio. Sawa. Mapendekezo ni mengi, ripoti imegusa maeneo mengi, lakini ni kwa namna gani mapendekezo haya mnaona yanaweza kutekelezeka? Ni mapendekezo yanayotekelezeka endapo kutakuwa na utashi wa kisiasa. Mimi na Miraji ni watu wawili tofauti. Mwenzangu amekulia kwenye siasa, anajua kutamka na kutekeleza ni vitu viwili tofauti. Ametupa mfano mzuri hapa kwamba kuna haki na kuna haki kutendeka, kwamba unaweza ukatamka haki kwenye nyaraka, lakini kuna kuitenda ile haki. Ni mambo mawili tofauti. Unaweza ukaahidi, lakini kuanza utekelezaji wake ndilo jambo la muhimu zaidi. Kwa hiyo yanatekelezeka. Yaani kukiwa na utashi wa kisiasa, kukiwa na dhamira njema, yakitekelezeka yanaweza yakasaidia kuliponya taifa na kuliokoa na madhira yaliyojitokeza mwaka jana. Lakini kama kwa sababu kilio cha wengi, kumbuka kwamba toka zamani wanasiasa wamekuwa wakiahidi vitu kwa wananchi, wamekuwa hawavitekelezi, na hii imekuwa ni sababu mojawapo ya wananchi kuwa na hasira na serikali, kuwa na hasira na wanasiasa walioko serikalini, na kuwa na hasira na wanasiasa wa chama tawala, kwa sababu kwa miaka mingi wanaona wanafikiwa, wanaahidiwa, hakuna kinachotekelezwa. Kwa hiyo tunachotamani zaidi sio kufurahia ahadi kwa sasa, ni kufurahia utekelezaji wa zile hatua ambazo zimependekezwa. Ingawa mapendekezo mimi naona ni mapendekezo sahihi na ni mazuri, endapo yatatekelezwa tutaweza kutibu tatizo hili kwa kiasi kikubwa. Kunaweza kuwa na mapendekezo ya muda mfupi na muda mrefu. Said Miraji, ya muda mfupi anaweza kuwa yapi, ya muda mrefu, ili kauli ile ya Rais never again iweze kuishi? Bila shaka hata tume yenyewe amesema kama yapo mapendekezo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Kuna mapendekezo ambayo yanahitaji mpaka yatungiwe sheria, ndio hayo yanayochukua muda mrefu, yanahitaji zile process. Kama katiba ni swala ambalo linahitaji mchakato, sijui tupate bunge la katiba, tuende ipigiwe referendum na nini. Kwa hivyo unaweza ukaona ni miongoni mambo yale ya muda mrefu. Lakini ya muda mfupi ndio haya ambayo yanaweza kufanyika immediately. Kwa mfano tangazo moja tu la rais kwamba haya yametokea, kama anavyosema dokta, tunawapa pole, tunawaomba radhi na tunaahidi hayatatokea tena. Halafu sio tunaishia hapo, tunaahidi hayatatokea tena. Anayejaribu kufanya immediately anawajibishwa, unasema these guys they were serious. Unaona kabisa. Mligusia utashi wa kisiasa. Utashi wa kisiasa, anaweza rais akawa anania hiyo ya dhati. Utashi wa kisiasa, hili ni jambo kubwa. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Si tunalilia katiba,
Lakini hii iliyopo kama ingelikuwa inasimamiwa vizuri, hii iliyopo, basi baadhi ya malalamiko asingekuwepo. Kwa mfano, katiba hii sinatoa uhuru wa vyama vya siasa, sinatoa uhuru wa wananchi kujikusanya katika jamii au vyama vya kijamii vyovyote wanavyotaka wenyewe. Sinatoa uhuru watu kufanya mikutano ya hadhara na maandamano. Lakini si tulizuiwa hapa tusifanye mikutano wala maandamano. Na katiba inaruhusu. Lakini ina mipaka, restrictions, ibara ya 30. Lakini ilizuiwa kabisa. Kwa hivyo maana yake utashi haukuwepo. Kwa hivyo utashi ukiwepo, tuseme hapa alipoingia Samia, Rais Samia, sasa alikuja na zile foara. Katika foara zake si aliruhusu pia na kufanyika kwa mikutano ya hadhara. Sasa ilikuwa ni suala la kwamba tusimame na kile alichokianzisha kiendelee. Tusimame na kile alichokianzisha, haki iwe inapatikana. Na amesema yeye bado ni Samia yule yule wa 4R. Ni yule yule, lakini je, mamlaka nyingine anazozisimamia zilikuwa zinafanya kama anavyotaka yeye? Maanake wakati mwingine unaweza kwa kiongozi una mitazamo, halafu ukawa na wasaidizi wako wasifanye. Sasa ukuwa wewe hukuchukua hatua, watu wanakuona na wewe unafanya kini macho. Kwa hivyo mimi naamini Samia ni yule yule. It's true, naamini hivyo. Lakini sasa ili wananchi waaminishwe kwamba Samia ni yule yule, wanahitaji kuona Samia wa maridhiano, wanahitaji kuona Samia wa kujenga upya, kuwaleta watu pamoja, wanahitaji Samia wa kuwafuta watu machozi, wanahitaji kuona Samia wa kuwapunguzia watu manunguniko. Sasa haya katika tume yote yamezungumzwa. Kwa hivyo ni jukumu la serikali. Tunaposema kuna vitu vya muda mfupi, mimi nakuhakikishia serikali ikidetermine kweli, jana si imesoma ripoti na ile ni executive summary ripoti yenyewe, rais in details ndio anayo mwenyewe, anajua kila kitu. Kuna vitu vinaweza kuanza kubadilika bila kutamkwa. Ukaona tu wewe kama jambo linakuhusu, unaona tu hapa mbona kuna mabadiliko fulani nilipokuwa nikiona na sasa hivi tofauti. Foara inaweza kuwa kama inaanza leo kwa kishindo au kwa kasi kama awali ilivyotaja. Inawezekana. Kwa sababu hapa tulipopita nyuma kama vile ni kama vile watu walikuwa kwenye vita wakasema tuna ceasefire, halafu wakawa chini kuna vitu vinaendelea. Yaani ilipokuja ile foara, watu wakaona kama tumeingia kwenye ulimwengu mpya wa kidemokrasia, ulimwengu mpya wa uwanja sawa wa kisiasa. Halafu baadaye watu wakaanza kuona mbona tumekwenda kwenye uchaguzi hivi na hivi. Kwa hivyo sasa ukizungumza vitu kama vile, unajua nataka nikwambie kitu kimoja. Rais anaweza kaja na utashi kama kiongozi mkuu, lakini wakati mwingine kuna vitu vinahitaji kutungiwa sheria. Sisi kule Zanzibar tulipopata yale mambo ya muafaka na maridhiano, kuna vitu tulipambana vikatungiwa sheria, ikawa sasa si utashi wa rais. Suala kama haya tunayozungumza hapa, masuala ya haki za raia, haki za watu, masuala ya usawa katika kufanya shughuli za kisiasa, ni masuala ambayo yasitegemee utashi wa mtu, kwa sababu anaweza kaja mtu akiwa jambazi. Sasa kwenye masuala ya kutungiwa sheria kwa aina madhara ambayo yamejitokeza, kuna uhitaji wa kuwa mchakato, haliwezi kuwa jambo la dharura ili kuhakikisha unaweka usalama na uhakika wa lile ambalo limeanza kama utashi wa kisiasa liwe rasmi kutokana na tija yake. Ni swala la kujiuliza kipi kije mwanzo. Wakati mwingine kuna vitu havihitaji hata hayo maridhiano, vinaweza vikenda tu sasa hivi bunge likikaa wakaanza kushughulika. Kuna vitu mpaka vipate mijadala. Unajua kuna vitu hasa hivi vinawagusa watu wote. Kwa hivyo mimi nikifanya hapa hakuna talalamika. Kwa hivyo kwa nini nisubiri mpaka tujadiliane, tufanyeje? Kwa hivyo mimi naamua tu hivi navifanyia, na hapo ndio watu watakapouona ule ukweli. Kama kuna mambo tunajadiliana kwa sababu yana interest za watu wengi, lakini kuna mambo unajua hayana mipasuko, hayana migogoro, hayana misigano, ni watu wote kwamba tunayahitaji. Sasa yale ambayo tunayahitaji watu wote yakionekana yanafanywa kazi, yanapunguza ile tension ya kwenda kujadiliana katika haya yenye mivutano na migogoro na zile interest za kila mmoja. Unajua kuna vitu sote tunakubaliana, hichi ni hichi. Sote tunakubaliana tunathamini uhai wa watu. Sote tunakubaliana tunataka usalama wa mali zetu na usalama wa raia. Sote tunakubaliana juu ya usawa katika maisha yetu. Sote tunakubaliana juu ya uwajibikaji katika serikali. Sasa hayo hayahitaji mjadala hayo. Unajua Balkis, moja kati ya jambo ambalo huwa linaonekana kama linagawa watu ni pamoja na siasa na vyama vya siasa na baadhi ya wanasiasa. Sasa hapa umezungumza foara, unazungumza maridhiano,
Lakini mbele tayari kuna watu ambao wamejipambanua kuwa na ushawishi zaidi kuliko pengine makundi mengine ikiwemo wanasiasa. Dr. Faraja, kuna sababu ya vyama vyote ambavyo vipo kwenye usajili vya siasa nchini kuungana ili kuliponya taifa kabla ya kwenda kwenye ajenda nyingine? Ni kweli ipo sababu. CUF na CCM walijifungia Zanzibar, baada ya hapo walivyorudi mambo yakawa tofauti kama ambavyo tunaona mpaka sasa. CCM na CUF wakati ule walijifungia Zanzibar, wakazungumza, mambo yakawa sawa. Huku kwetu bara ni tofauti kidogo. Kuna mambo ambayo huwa hayazungumziki hadharani, ni kwa sababu tu mbalimbali, lakini ndiyo yanayotokea huko kwenye jamii tunakoishi. Lakini basi kwa sababu ya maadili na kadhalika hayazungumziki hadharani. Na kwa nini hayazungumziki? Kwa sababu ushahidi wa kimazingira unaonyesha hivi, lakini ukizungumza utaambiwa una ushahidi wowote unaweza ukashtakiwa, lakini unaona mwelekeo unavyokuwa. Vyama vyetu vya siasa kwa huku kwetu bara vina changamoto kuu tatu ambazo kwa uzoefu wangu nimeziona. Waanzilishi au waasisi wa vile vyama huenda wengi wamepotea na walikuwa na misingi fulani ya kuanzisha, waliofuata baadaye wakaendelea kumong'onyoa ile misingi. Sasa hivi ni kama vile wanaishi kwa kuendana na upepo. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo lolote likitokea inakuwa ni changamoto. Lakini jambo la pili, uendeshaji wa hivi vyama wakati mwingine ni changamoto kifedha, kirasilimali. Matokeo yake sasa hao viongozi kukitokea fursa yoyote ile ya namna yoyote ile, ndipo hapo sasa inaonekana kwamba amelambishwa au amechukuliwa, yuko huku lakini anaimba wimbo wa upande mwingine. Kwa maana wale ambao labda watakuwa wanaunga mkono hoja fulani, wanaunga, wale ambao pia wanapinga ni kwamba na wao wana maslahi nyuma yao. Vyovyote vile, kwani lazima iwe kuunga tu? Hata kupinga pia ni nyuma yake kuna maslahi fulani. Kwa hiyo tusichukulie tu kuunga mkono basi ionekane ndo una maslahi fulani. Hata kupinga pia, kwa sababu inawezekana upande ule unao kusaidia wewe unataka upinge, hautaki uunge mkono. Kwa vyote vile sasa Watanzania wengi wanadhani ukiunga tu hoja ndio upo upande ule. Hata kupinga pia hoja ni unaweza kaa upande mwingine. Sasa Faraja, ni ipi nafasi ya vyama vya siasa katika maridhiano? Tusibwage jukumu lote kwa vyama vya siasa kwenye swala la maridhiano. Kaka Miraji alieleza hapo awali mapema. Vyama vya siasa ni sehemu ya wadau wa maridhiano. Tukibebesha jukumu hili lote la maridhiano kwa vyama vya siasa, kuna mahali tutakosea. Kuna Watanzania wanaochukizwa na ubadhilifu pasipokuwa na mrengo yote ya kisiasa. Kuna Watanzania waliopinga vitendo vya utekaji, mbali na foara alizozifafanua kaka Miraji hapa kwamba toka zilivyotangazwa ilikuwa ni kama kinimacho vilivyokuwa vinaendelea. Baada ya kutangazwa kwa foara bado tukaona watu wanatekwa, tukaona wanasiasa kina Miraji hawezi kufanya siasa, wakafungiwa kwenye vyumba vyao, hakuna kufanya siasa ingawa zilikuwepo. Kwa hiyo kuna Watanzania waliochukizwa na utekaji bila kuwa na mirengo ya vyama vya siasa. Kuna Watanzania waliodhulumiwa haki zao pasipokuwa na vyama vya siasa. Kwa hiyo tusifungamanishe swala la maridhiano na vyama vya siasa pekee. Wao ni wadau muhimu kwenye mchakato huu, kwa sababu sasa ni ipi nafasi yao wakiwa ni wadau muhimu? Nafasi yao bado ipo, hatuwezi kuipuuza kama wadau muhimu. Kwanza tukubaliane kwamba tunazungumza kwa ajili ya maslahi ya taifa. Hilo ndo la muhimu. Tusiende kuzungumza kwa ajili ya maslahi ya vyama vyetu. Wakishaenda kule na lengo la kuzungumza kwa ajili ya maslahi ya vyama vyao, hawatapata mwafaka, kwa sababu kila chama kitakuwa na maslahi yake inayotaka kuyasimamia. Waende kuzungumza kwa ajili ya maslahi ya Watanzania kwa kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Kumbuka wao kama viongozi wa hivyo vyama vya siasa watakuwepo leo, kesho watatoweka, kitakuja kizazi kingine, itakuja jumuiya nyingine tofauti ya Watanzania na sisi huenda tusiwepo. Kwa hiyo tuweke msingi wa maridhiano, sio kwa ajili ya kuwaza mimi kama chama ninapata nini. Tuwaze kama taifa tutataka kufanikiwa kwenye mrengo upi ili tulijenge taifa letu. Na wananchi nao wana nafasi. Wananchi wana nafasi kubwa zaidi katika swala hili. Sasa ni ipi nafasi ya yule mwananchi ambaye anatutazama sasa hivi, naye avae viatu vya kuona kuwa nina jukumu la
la kuiona nafasi yangu katika maridhiano? Jukumu lake kubwa kwanza ni kushiriki kwenye majadiliano, lakini jambo la pili ni kuangalia kile kinachojadiliwa kina maslahi kwa mwananchi wa kawaida au kina maslahi kwa kundi fulani. Atapofika mahali anaona kabisa kwamba haya yanayojadiliwa sioni mwelekeo wa kuninufaisha mimi kama mwananchi wa kawaida, ni lazima na yeye aeleze hoja zake, atoe wasiwasi wake na uweze kufanyiwa kazi, kuliko tukawachia wanasiasa peke yao waamue, kwa sababu kumbuka wataamua kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Wananchi wana sehemu kubwa na wana nafasi kubwa ya kueleza matarajio yao na matakwa yao wanayotamani yazingatiwe kwenye mchakato huo wa maridhiano. Said Miraj, Dr. Faraja amezungumza hapo kuhusiana na ushiriki wa vyama vya siasa pamoja na wananchi, lakini wakati mwingine kumekuwa na vyama vya siasa ama wanasiasa ambao wanagomea mazungumzo ya pamoja kwa mitazamo tofauti ambao pengine wao wanaona ni sahihi, vyama vingine wakiona si sahihi, pengine mimi na wewe tusijue. Wakati huu kuna hiyo sababu? Labda mimi niseme kitu kimoja. Mkiwa mnashauri mahakamani na madai mnagombania, katika process mnazopita kuna kitu kinaitwa reconciliation pale, wanaita nini ile usuluhishi. Mnakwenda kwenye baraza la usuluhishi, lakini ikiwa mmeshindwana kule, mkija sasa kwenye kusikiliza kesi, kuna kitu wanaita mna draw issues, kwamba tunakwenda kuzungumzia issue hii na hii na hii, hizi ndio issues zetu. Sasa mimi nadhani sasa hivi wa Tanzania tuko kwenye hiyo position kwamba tunahitaji tukae sasa hivi, whatever unakubali au hukubali. Hata usipokubali ripoti ya tume, lakini utakuwa unakubali kama watu kutekwa sio sahihi. Hata usipokubali ripoti ya tume, unakubali uhuru wa vyama vya siasa, unakubali kuwa na tume huru ya uchaguzi, unakubali kuwa na katiba mpya, hata usipokubali ripoti ya tume, lakini hayo unayakubali. Kwa hivyo bado tuna haja ya kukaa sasa, kama ni wanasiasa, hizi taasisi za kijamii, viongozi wa kimila, viongozi wa kidini, hao ndio wanaounda Tanzania. Tukatengeneza ajenda yetu, ambayo hiyo ajenda tukiisimamia kwa pamoja, tunaipeleka kwa wananchi, tunakwenda na lugha moja kwa wananchi. Tukizungumza tunataka katiba mpya, ukawa ni wimbo wetu wote, tunapeleka kwa wananchi, hautakuwa na mgogoro. Tunazungumza tunataka usawa, tunataka uwajibikaji katika nchi yetu. Kila mtu anaimba uwajibikaji, kila mtu anaimba uwajibikaji. Atakaye kwenda tofauti ndiye mchawi. Kuimba lugha moja inawezekana. Kuna mtu anaamini kuzungumza lugha moja na fulani ni kupunguza imani kwake na kumwongezea uaminifu yule. Sasa kuzungumza lugha moja kwenu nyinyi mtaona hivyo, lakini wananchi kama ndio wanataka hivyo, kwa sababu kuna matakwa mnayotaka nyinyi na matakwa taifa linayotaka kutoka kwenu nyinyi. Sisi kama wanasiasa tunachokitaka ni wananchi watukubali, watuchague ili tuwaongoze, tutekeleze sera zetu. Wananchi wanachotaka tunayemchagua atufanyie 1, 2, 3. Ikiwa sera zetu sisi haziendani na yale yao, maana yake hao hawawezi kutukubali sisi. Lakini awali tuligusia kuhusiana na kuna wakati mwingine kuna upinzani ambao hauhusiani na hoja. Ni upinzani wa kwamba mimi simtaki tu Balkis hanitaki tu mimi, hata nimfanyie nini. Sasa na wananchi wanajua wakati gani una hoja, wakati gani hauna hoja, wakati gani wanajua aliyepo hafai, wakati gani wanajua na huyu anayetaka kuingia na yeye hafai. Sasa kabisa wanajua yote hayo. Faraja, tukiwa tunamaliza na kufunga mjadala huu, kwa ujumla kipi ambacho unaweza ukakizungumza? Tukubaliane kwamba taifa hili ni letu wote, bila kujali nani ni nani na nani ni nani kwenye nchi yetu, na isifike mahali kundi moja likamiliki mifumo ya kisiasa ya taifa hili, na hii inaleta manunguniko kwa kiasi kikubwa. Ni vizuri tukatengeneza mifumo ambayo itaruhusu haki na uwajibikaji
sio tu kwa viongozi, pia hata kwa wanasiasa, lakini pia hata kwa wananchi wa kawaida. Na elimu hii ya uwajibikaji, elimu hii inayohusu haki, elimu hii inayohusu amani, ikikaa kwa wananchi, ni rahisi hata mwananchi kumwambia kiongozi wake kwamba unakoelekea sio sawa, tunaomba uwajibike. Ni jambo la muhimu, na tukifanya hivi ina maana kwamba tutakuwa tunaimarisha elimu ya uraia kwa Watanzania. Mengi yanayotokea ni kwa sababu Watanzania wengi hawana elimu ya uraia, hawajui haki zao, hawajui maana ya kuisimamia serikali yao na kuiwajibisha. Lakini jambo jingine la muhimu ni kwamba madhira yaliyotokea mwaka jana kimsingi ni kama bomu lililolipuka lililotokana na mambo mengi yaliyolimbikizwa kwa toka huko nyuma. Lazima tufike mahali tuondoe viini macho kwenye mazungumzo. Kaka Miraji ameongelea kuhusu maridhiano. Mnapozungumza halafu mwingine hazungumzi kwa uaminifu unaopaswa, mnazungumza, mwingine ana ajenda yake nyuma, hataki kuwa huru na kubadilika kwenye mazungumzo, inaleta kutokuaminiana. Kwa tunapotaka kwenda kuzungumza kama ambavyo sasa ni ajenda ya maridhiano, pande hizi zinavyozungumza wazungumze kwa uaminifu, wawe waaminifu na wamaanishe kile wanachokizungumza. Tunaleta mezani hoja inayopaswa kuzungumzwa, basi mtu azungumze, lakini wakati huo asimamie kile anachokiahidi. Na hili ndio limekuwa tatizo kwa muda mrefu. Wanasiasa wamekuwa wakilalamikia kwamba tunazungumza, lakini yule anayepaswa kutekeleza kile ambacho tumekubaliana hatekelezi. Ni kama vile mnazungumza, lakini ni kama kuna kiini macho kwenye yale maamuzi au kwenye yale mazungumzo. Sasa lazima tuwe na dhamira ya wazi na dhamira thabiti ya kwamba tunataka kubadilika, tunataka kuibadilisha Tanzania, tunataka kuyarekebisha makosa yaliyojitokeza, lakini lazima dhamira wazi uwepo, lazima utashi wa kisiasa uwepo, na tuvitekeleze kwa vitendo vile ambavyo tunaamua. Shukran sana Faraja. Shukran Mzee Miraji kwa uchambuzi huu ambao tumeigusa ripoti iliyowasilishwa hapo jana na Judge Othman Chande kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Taifa linasubiri utekelezwaji wa mapendekezo ambayo yamependekezwa.